Kwa hivyo yule mwanamke alibakia na Yesu pale, akuondoka wengine walipokuwa wanaondoka, kwa sababu yeye akustakiwa. Hakuna kitu ambacho Yesu alikuwa amekiandika kuhusiana na yule mwanamke, maana akimwangalia yule mwanamke aliona kwamba yule mwanamke sio makosa yake alikuwa anawindwa, lakini ni kosa la Yesu. Yesu ndiye alikuwa anajaribu kutafutiwa kosa. Lakini pia yule mwanamke hakuandikiwa kosa, kwa sababu angeandikiwa kosa kama wangekuja na yule mwanaume wakiwa wawili. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:23 ya kwamba wakipatikana mwanamke na mwanaume wanafaa kupigwa mawe wakiwa wawili. Kwa hivyo yule mwanamke, kwa sababu alikuwa peke yake, hakuna namna ya vile angepigwa mawe kwa sababu alikuwa peke yake. Kwa hivyo kiufupi, yule mwanamke hakuwa na kosa. Kosa lake lingepatikana na lingekuwa na evidence ya kwamba alifaa kupigwa mawe kama yule mwanaume angekuwapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo wakati ule Yesu anapoandika kwenye ardhi, akaandika makosa ya watu wote waliokuwa wamemstaki yule mwanamke. Wengine walikuwa washerati, wengine walikuwa walevi, wengine walikuwa wenye wivu, wengine walikuwa wafisadi. Akaandika makosa yao yote, wote wakasikia ndani ya mioyo yao wamestakiwa. Wakaona makosa yao yameandikwa katika mioyo yao, wakaanza kujitoa mmoja baada ya mwingine. Ndio maana Yesu anauliza asiyekuwa na kosa awe wa kwanza kumtupia mawe. Hakuna mtu alidhubutu, maana wote walikuwa ni watenda dhambi. Ndio maana maandiko yanasema asemaye ana dhambi anajidanganya mwenyewe, na wala kweli haimo ndani yake. Wakati mwingine usiwe mwepesi wa kuhukumu watu, maana ujue kwamba wewe sio eti kwamba wewe ni perfect kwenye maisha yako. Lakini pia ukipewa cheo, ukipewa nafasi yoyote kwenye maisha yako, usitumie nafasi katika kuwadhulumu watu. Usitumie nafasi ili kwamba watu walie ama watu wateseke. Wale Mafarisayo na walimu wa sheria walikuwa wamepewa nafasi, walikuwa wamepewa vyeo, lakini zile vyeo walikuwa wanazitumia katika kuangamiza, kuua watu, kupiga watu mawe, wakati ule wao wenyewe wako na makosa. Lakini pia unafaa kuelewa ya kwamba Yesu vile ambavyo anamwangalianga mwenye dhambi ni tofauti na vile ambavyo mwanadamu anamwangalia mwenye dhambi. Unaweza kuwa umezini leo, unaweza kuwa wewe ni mwasherati, unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye ni mwenye wivu, unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye unafanya dhambi ya ufisadi, lakini Yesu akikuangalia, akakuangalia tofauti na vile watu wanavyokuangalia. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaiah, in the book of Isaiah 55 and verse 8, maandiko yanasema mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo ya mwanadamu. Mungu anapowaza na waza tofauti na vile ambavyo wanadamu wanaweza wakawaza. Inawezekana wewe ambao unafanya dhambi, Mungu akikuangalia hivi akakuona kwamba, akikuangalia Yesu hivi akasema kwamba huyu ndiye mwanangu, akasema kwamba huyu ndiye mtu ambaye napendezwa naye, because akikuangalia naona ile dhambi unaifanya, yale makosa ambayo unayafanya, si eti kwamba ungependa kuwa hivyo. Unayafanya kwa sababu Shetani ndiye amekuzuilia, kwa sababu aliona kwamba akikuachia utakuwa mtumishi mkubwa wa Mungu. Kwa hivyo usijikatie tamaa kwamba umefanya hii dhambi, umekuwa mzinifu, umekuwa mfisadi, umekuwa unafanya dhambi yoyote. Ujikatie tamaa ukasema ya kwamba Yesu hawezi kukumbali. Yesu anaweza kukumbali ukiwa hivyo hivyo. Maandiko yanasema kwamba Yesu akuja kwa sababu ya wale ni wazima, alikuja kwa sababu ya wale ambao ni wagonjwa. Ndio maana Yesu alipoulizwa, kwa nini unakaa na washerati? Kwa nini unakaa na watu ambao ni watoza ushuru? Ni watu ambao walikuwa wamechukiwa wakati ule. Yesu akasema, mwenye afya hahitaji tabibu. Yesu anakuhitaji ukiwa hivyo ulivyo. Yesu anakuhitaji, anahitaji akapate kukusaidia. Angehitaji akapate kukukomboa kutokana na aibu ambao wamekuweka. Anahitaji akapate kufungua kutokana na hiyo roho ya ulevi. Anataka kufungua kutokana na hiyo shida ambayo imekutesa miaka mingi. Usijikatie tamaa ukasema ati kwamba nimefanya kosa na siwezi kusameheka. Hakuna kosa ambao ni kubwa kuliko ingine. Hata hao ambao wanakuonyesha kwamba wewe ni mwenye dhambi, ujue kwamba wao wenyewe ni watenda dhambi, hata inawezekana zaidi yako. Makosa yao yakianza kuandikwa,
labda hawatasimama mbele ya kiti cha haki. Yesu alipokuwa amenyamaza, alikuwa ako kwenye kiti cha haki akihukumu watu waliokuwa wanamzunguka yule mwanamke. Pamoja na kuwa yule mwanamke alikuwa anataka Yesu asaidiwe na Yesu, lakini Yesu alipokuwa ameinama, alikuwa kwenye kiti cha haki akihukumu wale ambao walikuwa wanamhukumu yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7 ya kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kuna muonekano ambao watu wanakuona ukiwa nao, ya kwamba wewe ni mfisadi, ya kwamba wewe ni mtenda dhambi, ya kwamba wewe ni mwasherati. Ukiishia kujiona katika huo muonekano, katika hiyo sura, ujue kwamba utaishia kukaa maisha hayo hayo. Lazima ubadilishe muonekano wako juu ya maisha yako, ili maisha yako yapate kubadilika. Maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unapoona kwamba unafanya hiyo dhambi, unapoangalia biashara yako, ukaangalia ndoa yako, ukaangalia maisha yako, unapoangalia, unaona nini mbele yako? Maana kile ambacho unachokiona kina determine kile ambacho utakuwa siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke, pamoja na kuwa alikuwa amekamatwa na Mafarisayo, walimu wa sheria, wakamwaibisha, lakini mwisho wa siku, baada ya kuwa amekuja mbele ya Yesu, maana maandiko yanasema ya kwamba akawekwa katikati ya mkutano, baada ya kuwa ametangulia kwa Yesu, baada ya kuwa amemtanguliza Yesu mbele, baada ya kuwa amemheshimisha Yesu, wale ambao waliomdharau wakadharaulika, wakawa wamestakiwa wao, lakini yule mwanamke akatoka pale akiwa amefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wanaweza wakakuchimbia shimo, lakini wakatumbukia wao wenyewe. Kwenye kile kitabu cha Mithali 26:27 maandiko yanasema, achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, naye amigirishaye jiwe litamrudia. Kuna watu wanaokuchimbia mashimo ili utumbukie ndani, lakini kama utamshikilia Yesu, kama utamtanguliza Yesu kwenye maisha yako, wao wenyewe ndio watatumbukia kwenye hiyo mashimo na utaokoka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo nikimalizia, kile ambacho nataka niseme ni hivi. Yesu baada ya kuwa amebakia na yule mwanamke, maandiko yanasema ya kwamba akamuuliza yule mwanamke, wako wapi waliokustaki? Nataka tusome yule mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 10, Yohana 8:10, yanasema Yesu akajiinua asimuone mtu, ila yule mwanamke akamwambia mwanamke, wako wapi wale waliokustaki? Je, hakuna aliyekuhukumu? Kwa kuwa na hatia. Mstari wa 11 anasema hivi, akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Yesu akamuuliza yule mwanamke, wako wapi waliokuhukumu? Mwanamke akasema kwamba hayuko hata mmoja. Kuna wakati kwenye maisha yako, kama utamtumaini Bwana, maandiko yanasema wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautikisiki bali wakaa milele. Kama utamtumaini Bwana, kuna wakati kwenye maisha yako utajiuliza, utafika mahali ujiulize, wako wapi? Ujaribu kuangalia waliokutesa, waliokuonea, wale ambao waliokupiga, waliokuchimbua wakakutoa madonda, wale ambao waliokupiga, wale ambao walikusema vibaya. Kuna wakati utawaangalia wakose, lakini kama utamtumaini Bwana kwenye maisha yako, maandiko yanasema jina la Bwana, jina la Yesu ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Ni vizuri ukakimbilia jina la Bwana, ukamkimbilia Yesu, ukampokea Yesu kwenye maisha yako, ili ukapate kuwa salama kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwenye hicho kitu ambacho kimekuaibisha, kwenye hao maisha ambayo yamekushinda, yawe salama. Jina la Yesu ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Barikiwa sana. Mungu azidi kuwa pamoja na wewe. Nadhani huu ndio mwisho wa kipindi. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo, asante Yesu.
Thank you.